Toa taarifa ni kuhusiana na upotoshaji unaofanywa na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema juu ya zuio la mahakama la tarehe 10 mwezi wa 6 2025 kufanya shughuli za siasa na matumizi ya mali za chama. Tangulizi, mnamo tarehe 23 Januari 2026 Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia mwanasheria wake mkuu Dr. Lugemeleza Nshala kilitoa taarifa kwa umma ikieleza pamoja na mambo mengine kwamba zuio la kufanya shughuli za kisiasa kwa Chadema lilikoma mnamo tarehe 10 mwezi wa 12 2025. Ikidaiwa ni miezi 6 kamili tangu zuio hilo lilipowekwa na Mahakama Kuu, na kwa minajili hiyo zuio hilo lilikoma kutokana na kanuni ya 3 ya amri ya 37 ya sheria ya mwenendo wa madai sura ya 33 kama ilivyorekebishwa mwaka 2023. Pamoja na kuheshimu maoni ya mawakili na wanasheria wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, tumeona haya ama kwa maksudi au vinginevyo yametolewa bila kuzingatia kwamba amri ya zuio ilitamanisha wazi kwamba zuio hilo litaendelea kuwepo hadi kesi ya msingi itakaposikilizwa na kutolewa maamuzi. Aidha, nakala ya amri ya zuio ilishaambatanishwa na rejea muhimu. Namba 2 ni upotoshwaji wa sheria na amri za mahakama. Uongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia tamko rasmi lililotayarishwa na mwanasheria mkuu wa chama la tarehe 23 Januari 2026 na matamko ya viongozi wengine kama makamu mwenyekiti na naibu katibu mkuu, hususan matamko yao ya tarehe 11 Februari 2026 kwamba viongozi wote wa chama na wanachama nchi nzima sasa wanayo hiari na wako huru kutumia ofisi na mali za chama zote, na kwamba hakuna yeyote wa kuzuia jambo hili. Msingi wa tamko na hamasisho hilo linatokana na hoja za chama kama ilivyoainishwa na mwanasheria mkuu wa chama kwenye tamko la tarehe 23 Januari 2026 kwamba zuio lilitolewa kwa amri ya Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam maombi madogo namba 8960 ya mwaka 2025 mnamo tarehe 10 Juni 2025 lilifikia ukomo mnamo Disemba 10 2025. Katika kujaribu kutetea hoja hii, walijaribu kuegemea kanuni ya 3 ya amri ya 37 ya sheria ya mwenendo wa madai sura 33 kama ilivyorekebishwa mwaka 2023, pamoja na kesi ya African Trophy Hunting Limited dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali na wengine 4 ambayo ilikuwa ni Civil Appeal namba 25 ya mwaka 1997. Na nakala tamko la chama la tarehe 23 Januari pia limeambatanishwa kwa rejea muhimu. Namba 3, msimamo sahihi wa sheria na amri za mahakama. Awali ya yote, tunapenda kukumbusha umma kwamba msimamo wa kisheria usiopingika kuwa amri ya mahakama inapotolewa inakuwa halali na kuzifunga pande zote husika pamoja na umma kwa jumla kutegemea na muktadha wa shauri lenyewe mpaka ambapo amri hiyo itatenguliwa na mahakama yenye mamlaka. Pia tunachukua fursa hii kurejea amri husika, amri namba 2 ukurasa wa 20 kutoka maombi madogo namba 8960 ya mwaka 2025 ambayo ilieleza kinaga ubaga kuwa mazuio haya ni ya kudumu hadi kesi ya msingi itakaposikilizwa na kutolewa maamuzi. Hivyo basi, utafsiri na hoja zilizowasilishwa na wanasheria wa chama na kurudiwa na baadhi ya viongozi wengine wa juu si sahihi. Naomba kurudia hapo. Hivyo basi, utafsiri na hoja zilizowasilishwa na wanasheria wa chama na kurudiwa na baadhi ya viongozi wengine wa juu si sahihi, na ama kwa maksudi au vinginevyo yanaelekeza kuhamasisha na kuchochea upotoshaji umma na kuvunja au na kudharau amri halali za mahakama, yani contempt of court. Kwa amri hii ya mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam
kutoka shauri dogo namba 8960 ya mwaka 2025 bado ni halali. Wahusika wote bado wanabanwa na amri hiyo na zuio. Pia vyombo vinavyotimiza wajibu wa kutekeleza sheria na kulinda utawala wa sheria na uhuru wa mahakama vina mamlaka na wajibu wa kushughulika na wanaohamasisha au na wanaokiuka amri za mahakama hii kulinda katiba na sheria za nchi. Hitimisho. Kwa kuweka kumbukumbu sawa, kesi hiyo ya msingi inakuja kutajwa mnamo tarehe 17 Februari 2026, na kesi hiyo imeshindwa kuendelea na kuchukua muda mrefu kutokana na sababu tofauti, mojawapo ikiwa ni mawakili wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuanzisha na kufanya taratibu za kuendesha mashauri kama kuleta maombi mbalimbali na kuweka mapingamizi ya awali zaidi ya 20, mengi yakiwa yanajirudia yasiyo na mashiko na hivyo mahakama kuyatupilia mbali. Lakini pia yapo maombi madogo namba 28922 ya mwaka 2025 yaliyoletwa na ndugu Tundu Antipas Lissu akiomba mahakama kutoa amri ya kumuunganisha kwenye shauri la msingi namba 8323 ya mwaka 2025. Hivyo basi, ni mtazamo wetu kwamba ni wazi kuwa matamko ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kama yalivyotolewa na viongozi wa juu wa chama yapo kinyume na sheria na yametizamiwa kuhamasisha, kuvunja na kudharau amri za mahakama, ikiwa ni mkakati wa kupima uwezo wa vyombo vya dola katika kutimiza utawala wa sheria na utekelezaji wa amri halali za mahakama. Ni rai yetu kwamba ni muhimu sasa kulinda utawala wa kisheria, uhuru wa mahakama na kuheshimu sheria za nchi kwa wivu mkubwa. Hivyo basi, tunawashauri wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na wananchi wote kwa ujumla kujiepusha na upotoshaji wa namna hii na kutojihusisha na uvunjwaji wa sheria za nchi kutokana na matamko haya ya baadhi ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ili kupisha mahakama kama chombo chenye mamlaka kutekeleza majukumu yake ya utendaji haki.